Ni Jumatatu ya Novemba 24 mwaka huu 2025. Mtazamaji wa Uhondo TV, karibu nikupitishe katika vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Nikianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ripoti CNN yaibua hoja serikalini. Msigwa asema taarifa zao hazina maadili na zinaumiza familia zilizopoteza wapendwa. Awaita mezani wajibiwe yaliyojiri Oktoba 29, agusia vikosi vya mtandao vinavyolenga kudidimiza uchumi wa taswira ya Tanzania. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Wanaume chanzo wanawake wengi kuchelewa kuanza kliniki ya ujauzito. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Watinga kotini kupinga ubunge wa Baba Levo. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mchakato wa katiba mpya utaanza hivi karibuni, hayo yamesemwa na waziri. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Wanafamilia wahukumiwa kifungo jela kwa mauaji. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ajali ya ua watano Munduli, jeshi la polisi la chunguza. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Wauguzi wawili wasimamishwa kazi tukio la mtoto kuharibika mkono. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 17 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukihamia katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, serikali ni vita ya uchumi, yaonya vyombo vya nje kupotosha matukio ya uchaguzi, yahimiza Watanzania wailinde nchi yao. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Bima ya afya kwa wote kujumuisha makundi matano, TIRA kusimamia utekelezaji, wageni wabanwa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Magari ya gongana, watano wafa Munduli. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ulega asimamisha kazi watumishi TANROADS. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. ATCL kuongeza vituo vitatu kimkakati. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. New York Times yapotosha uhalisia vurugu za uchaguzi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ujenzi bandari ya Bagamoyo waiva. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukihamia katika gazeti la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi, wananchi viongozi tekelezeni kwa vitendo maagizo ya Dr. Mwinyi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Serikali yavikosoa vyombo vya habari vya kimataifa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. SMZ kuendeleza ujenzi wa bandari mijini na vijijini. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Dr. Shein aridhisha ongezeko la wahitimu elimu ya juu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Shambulio la Israel laua watu 4 ukanda wa Gaza. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Tukihamia katika gazeti la Uhuru, ukweli daima, serikali yatoa tamko, yasikitishwa na kituo kikuu cha CNN kuripoti vurugu za Oktoba 29 bila kuzingatia weledi. Vyombo vya habari Tanzania vyapongezwa kwa uzalendo kuanzishwa mfuko rasmi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Chuo kikuu Mzumbe chaweka rekodi mpya. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Treni za jiji Dar Dodoma zanukia. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Ulega asimamisha kazi watumishi wa mizani. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. 69 wajitosa kuwania umea na naibu mea jijini Dar es Salaam. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Kesi aliyekuwa mkuu wa gereza kusikilizwa kesho.
Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Viongozi wa dini washauriwa kuepuka lugha za kugawa taifa. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Tukiamia katika gazeti la Majira, Ulega asimamisha kazi watumishi TANROADS kisa foleni ya mikese, lengo ni kupisha uchunguzi. Mzani watajwa chanzo cha foleni, asema hataonea mtu, hatakubali wananchi wateseke. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Serikali yaipongeza TRA uboreshaji mazingira ya biashara. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. IGP tusikubali kugawanywa kwa sababu yoyote ile. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. CNN jiepusheni utangazaji maudhui ya upande mmoja. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Japan kuanzisha tena kinu kikubwa zaidi cha nishati ya nyuklia duniani. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Majira. Serikali kuendelea kuboresha vyuo vikuu vya kati. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Waziri Sangu abainisha mikakati ya kuboresha fursa za ajira. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Majira. Dola milioni 304 za COPS 304 na ufadhili miradi ya milimani. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Majira. Na gazeti hili la Majira ndilo linatutamatishia vichwa vya habari vya magazeti ya siku ya leo. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Nuru Mangi, na kusi mtazamaji uendelee kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili uwe kwanza kuendelea kupata habari zetu.